sisi ni masiku tu. Asema ya ibn Adam, innama anta ayyamun, mwanadamu hakika wewe ni masiku. Fa idha dhahaba yawmuk faqad dhahaba ba'duk, ukiona siku moja yako imekwenda, tambua kwamba sehemu kutokana nawe imeshaondoka. Japokuwa watu wengi tunaona kama ikipita siku huwa tunaiaga ile siku. Kizama jua tunasema naam, laqad wadda'na al-yawma ash-shams, wadda'na shamsa al-yawm, leo jua la leo tumeshaliaga, limezama. Lakini kwa hakika huwa hatuliagi jua, huwa tunaiaga siku miongoni mwa siku zetu. Huwa ishatutoka ile siku. Kwa hiyo tulikuwa tuna umri umebaki labda siku 2, kwa hiyo siku moja ishaenda, hiyo imebaki moja. Kwa hiyo yoyote itakayoondoka katika umri wako, ile kusherehekea sijui birthday sijui nini, tukakata keki tukafanya nini, ukweli wa mambo ni kwamba tumeiaga siku yetu, imeshaondoka. Mwenzetu ameshatangulia, sisi tuko nyuma yake tunaenda. Mwenyezi Mungu inshallah atupe husnul khatima. Darsa yetu inaendelea na tumeomba uvumilivu na utulivu kutokamana na zile nukta ambazo tunaziorodhesha katika majlisi yetu hii ya Ramadhani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu kama alivyotukusanya hapa, tukusanye kesho pamoja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riyadhil janna. Jana tulizungumza angalau nukta 2 au mambo mawili katika asbabu al-inhiraf al-khuluqi inda al-awlad, sababu zinazopelekea watoto wetu kukosa adabu na kukosa maadili na hatimaye kuwa mzigo katika familia, kuwa mzigo katika nyumba, kuwa mzigo katika mtaa, kuwa mzigo katika nchi. Tunapoboresha maadili na akhlaq za watoto wetu, kwa hakika tunaisaidia mpaka serikali kuwa na raia wema. Sababu wale wanaowatukana viongozi kutwa kucha ndo sisi ni watoto wetu, ni jamaa zetu, ni wajomba zetu, ni ami zetu, ni babu zetu. Lakini tunapotengeza maadili kutokea chini kule, tunalitengezea taifa raia wema. Sasa nimelitaja jambo la inhilalul khuluqi, kusambaratika au kupinda kwa maadili, kwa sababu ndani ya maisha yetu hakuna mtu hata mmoja katika wazee anaridhika na maadili mabovu ya mtoto wake. Hakuna hata siku moja, na wala hutosifiwa kwambia bwana tunakupa hongera, mwanao hana adabu kweli kweli hapa mtaani. Na kama atatumika katika special case za kwenda kuchuana na wakosa adabu wenzake, faida yake itakuwa hiyo tu, kwamba bwana tumtafute mtu mtukanaji hodari, kwa sababu tunatukanwa na hatuwezi kutukana, kwa hiyo yeye atatulipizia. Labda inaweza ikawa ile, lakini haya sio mambo ya kuendelea, na wala sio sifa mtu kwamba wewe unakodiwa kwa ajili ya kwenda kulipiza au kufanya kitu kibaya. Anasema almar'u bikamalihi la bijamalihi, walmar'u biadabihi la biathwabihi, walmar'u bifadilatihi la bifasilatihi. Sema haya mambo matatu yahifadhi sana. Almar'u bikamalihi, mtu huwa ni mtu pale anapokamilisha utaratibu wa desturi zake, akawa na tabia nzuri kwa ukamilifu. La bijamalihi, si kwa sababu ya uzuri wake wa sura. Hautosifiwa hata siku moja na waungwana, na wala hautokuwa na faida eti kwa sababu wewe ni mzuri kuliko wote hapa mtaani.
almar'u bikamalihi la bijamalihi, walmar'u biadabihi la biathwabihi. Mtu huwa ni mtu kutokamana na zile adabu alizofunzwa, sio kwa sababu ya zile nguo alizovaa zikamfanya aonekane smart mbele ya watu. Walmar'u bifadilatihi la bifasilatihi, na mtu huonekana mtu kwa sababu ya matukufu mazuri, maboreko ya hali yake na muamala wake kwa watu, sio kwa sababu ana kabila kubwa, sio kwa sababu anatoka katika shina la watu madhubuti katika ukoo. Hapana, vitu ndivyo vinavyomfanya huyu mtu akawa mtu wa kweli. Vinginevyo atakuwa hana tofauti na mnyama katika baadhi ya mambo mengi sana. Ndio maana Qur'ani ilivyozungumza wakati fulani kuwazungumzia watu kwamba hii kuelekea mashariki na magharibi sio tu katika wema. Angalia katika suratul Baqara, Allah anasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Yahesabu haya mambo ambayo unayasoma katika Qur'an, uone ni mangapi tunaweza tukayaweka yakafiti katika makarimul akhlaq na ni mangapi tunaweza tukayaweka katika ibada. Anasema sio katika wema tu, kwa sababu watu wanafikiria ukiswali tu basi ndio umemaliza, ukifanya ibada basi imekwisha. Allah anasema la, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib. Msihesabu kwamba huni katika wema peke yake tu kuelekeza nyuso zenu mashariki na magharibi katika ibada labda ya swali, kwamba mtu ameshatosheka mimi na swali basi. Lakini humo msikitini ukikuta viatu vya mtu unapita navyo, bahasha imedondoka unaichukua unaenda nayo, na honda ya mtu unaichukua, wewe si umeswali? Kwani sala ndo peke yake? Kuna mengine mengi yanakusubiri. Ndio Allah anasema laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billah. Nambari moja, imani. Katika wema mkubwa ni mtu kuwa na imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukimwamini Allah, kuna translation ya imani yako automatically, unakwenda katika kila aliloamrisha Allah unalichukua, alilolikataza unaliacha. Imani haikupi wewe kuvuruga uhusiano wako kati yako na Allah jalla jalaluhu. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الله ملائكة قبل ملائكة اليوم الآخر. Now of course mitume, من أطاع الله فقد من أطاع الرسول فقد أطاع الله. Kwa hiyo katika wema ni kumwamini Allah na siku ya mwisho na malaika. والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. Ukiamini malaika ukaamini vile vile na kitabu Qur'an, والكتاب والنبيين, kaamini na mitume. Sasa angalia, bado hapa unazungumziwa iman iboreshwe kwanza, kwa sababu matendo yote bila iman ni sawa na mwili hauna kichwa. Lakini nataka uhesabu wewe yale ambayo ni makarimul akhlaq baada ya mazungumzo haya, na ibada utazipata ngapi? Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir
والملائكة والنبيين. Pamoja hapo tumeitoa ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. Angalia sala ilikotajwa, وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Conclusion ya haya yaliyotajwa. Umehesabu mambo mangapi yametajwa hapa? Mambo mangapi yametajwa? Laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakinna albirra man amana billah. Moja, mwenyewe Allah. Wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab. Ngapi? والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Angalia, a very nice conclusion. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yani katika makarim al-akhlaq ingelikuwa tusizungumzie isipokuwa aya hii peke yake ingekuwa inatosha. Sababu Mwenyezi Mungu alivyowataja hao wenye sifa hizo, mwisho anasema ulaika alladhina sadaqu, hawa ndio wa kweli. Hawa waliowataja katika hizo sifa zilizotangulia ndio waliosadikisha, wakawa wa kweli katika vitendo vyao na maisha yao na imani zao. Wa ulaika humul muttaqun, na hao ndio wacha Mungu. Sisi tumeambiwa tuje kufunga tupate ucha Mungu, basi wacha Mungu ni hao. Ala, lakini angalia, mwenye kuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na malaika na kitabu na mitume, aposema akatoa mali yake pamoja na kuipenda kwake kuwapa watu wa karibu naye, jamaa zake na mayatima na maskini. Huu yote ni ukarimu, ni akhlaq hizi. Na wapita njia na waliokuwa wanataka kujigomboa katika utumwa, yote hizi ni akhlaq. Kisha akasema walmufuna biahdihim, hizi pia ni akhlaq, wale wenye kutekeleza ahadi zao. Idha ahadu, pindi wanapoahidi. Kisha anasema wasabirina, wenye kusubiri, wenye subra, fil ba'sa wadh-dharra, katika misukosuko, masaibu, maradhi, kila aina ya, ukiwa na subra Allah akakuingiza hapo na kusifu. Kisha wahina al-ba's, na kukitokea milipuko ya vita labda na vitu vingine, lakini mtu akawa na uvumilivu na ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allahumma ij'alna min alladhina sadaqu wa min alladhina yattaqun. Sasa katika vitu vinavyopelekea maisha ya mtoto kuharibika kitabia, tumesema moja, al-faqru al-mukhayyam au al-faqru alladhi yukhayyim ala baadhi al-usar, ufukara, umaskini. Kwa hiyo tunaona kwamba umaskini ni adui, ufukara si kitu kizuri. Ndio maana Mtume miongoni mwa mambo aliyokuwa akisema Allahumma inni a'udhu bika, najikinga kwako ya Rabbi. Kuna vitu vingi kajikinga navyo Mtume. Al-bukhl, moja ni ubakhili, ghalabati ad-dain, qahri ar-rijal,
su'il kibar, alhammi, alghammi, alhazan. Lakini miongoni mwa hivyo vitu ambavyo Mtume alikuwa akijikinga kwa Allah visimpate, alfaqr. A'udhu bika min alfaqr, najikinga kwako na ufukara, kwa sababu ufukara unafanya mambo. Hata pale nyumbani wanasema idha dakhala alfaqru min babin qafaza alhubbu min an-nafidha. Ufukara ukiingia kupitia mlangoni, mapenzi yanaruka kupitia dirishani, yani havikutani. Unaweza ukaona maisha haya si maisha kwa sababu ya ufukara. Ufukara sio kitu kizuri. Mali tunazihitaji, na ndio maana tunakaa kwenye misikiti mikubwa kama hii. Hii imejengwa, ukiambiwa hesabu yake Mzee Zakaria almarhum alivyotumia hela hapa, utashika kichwa. Ni pesa zimetumika. Kama ni ufukara tungempata wapi? Na misikiti mingine kama Jamia Zanzibar, misikiti mikubwa zote zile ni hela. Na mabarabara yetu tunaona inang'ara Unguja, tunapita kwenye barabara nzuri katika vichochoro, ni pesa zinatumika kujenga vitu kama hivyo, masoko na vitu vinginevyo tunavyo, zote nyumba nzuri nzuri hivi, nguo nzuri tunazovaa, ni pesa. Ufukara ni kitu kibaya. Ndio maana utasikia tunapiga vita ufukara, tunapiga vita ujinga, tunapiga vita maradhi, kwa sababu haya ndio mambo ambayo ni makubwa, yanadumaza mpaka akili za watu wetu. Sasa ufukara unapokuwa nyumbani pale, unawashughulisha watoto, inakuwa sababu ya kupoteza mwelekeo wao kimaadili. Ya pili tukasema, ya pili tulisema nini? Nimesahau. Migogoro. Sijasahau, lakini kwa nataka kuona kama wanafunzi wanafuatilia vizuri. Wanasema ya pili, an-niza'u wash-shiqaqu baina al-aba'i wal-ummahat, yani migogoro na migongano baina ya wazazi wawili. Na hii migongano na migogoro inakuwa si mizuri, hususan inapokuwa ni mbele ya watoto. Unajua, sitamani mimi kumuona rafiki yangu anapigana, yuko anapigana na mtu ninayempenda, nayekuwa naye anapigana na mtu, anavurugana na mtu, anatukanana na mtu, anatoa maneno mabaya. Mimi sitamani kuliona hilo. Sikwambii ni muone baba yangu anapigana na mama yangu nyumbani. Sasa just imagine image kama hii, very bad image ya watoto wanaowaona 24/7 wazazi wao wakitukanana pale nyumbani. Niambie picha hii inakaaje kwa mtoto? Ndio maana na hili ndugu zangu, si kwamba hizi familia hazigombani, si kwamba watu hawagombani. Tunagombana sana na wake zetu, tunagombana sana, lakini jitahidi pia hata mkigombana isiwe mbele ya watoto. Kuna watu wengine hawawezi hilo. Unajua, mtu imefika pahali hawezi kuonyesha kwamba ana furaha wakati ana huzuni. Ni ngumu, lakini ukiwa na mke, jizoeshe hili jambo liwe la kawaida, kwamba unaweza ukaact kama una furaha. Sisi unaambiwa illam tabku fatabakau. Sasa kama huwezi kulia, jilize. Sasa kama huwezi kufurahi, jifurahishe. Kukiwa na wageni, kutwa umegombana na mkeo, lakini wageni wakija, badilisha sura, ongea na mkeo, taniana naye. Wakiondoka tu wageni, ugomvi uko pale pale, darudi. Angalau sitaki mgombane, lakini nasema hivyo yani. Anasema yupo mtu mmoja alikuwa anagombana na mwenzake, basi kila mashehe walioletwa walikuwa nagonga ukuta. Mwisho wamempata, wakamwambia, bwana mwenzako wiki ya pili kesho kutwa anaenda hija, msamehe angalau kwa. Basi huyu bwana akasema basi. Lini anasafiri? Atarudi lini? Atachukua muda gani?
Kama wiki mbili, sema basi nimemsamehe kwa muda wa wiki mbili. Akirudi ugomvi unaanza pale pale. Yani namsamehe hii safari yake ya hija tu, mwacheni aende hija, nimemsamehe. Lakini akirudi tu, ndege ikitua tu, ugomvi wetu unaendelea. Yani ana msimamo katika ugomvi kuliko kuwa na msimamo katika kusameheana. Sasa na wewe wageni wakija, basi act kama hakuna kitu pale nyumbani. Watoto wakiwepo, ongea na mama yao vizuri. Yani kama umeshindwa kuondoa magomvi na magombano, basi at least katika temu hizi waonyeshe watoto kama hakuna kitu, mimi na mama yenu tunapendana. Kama umeshindwa kujizuia kabisa, mkamate mkono, ingia naye chumbani, mfungeni mlango, gombaneni huko kwa staili mtakayotaka kugombana huko, lakini sio hapa nje na watoto wanashuhudia. Utaona vitoto kama vimenyeshewa na mvua. Nini? Mama anatoa maneno makali, anamwambia baba. Siku nyingine baba ndio anaonewa kweli kweli pale nyumbani. Na kuna wanawake wengine wakifungua mdomo utafikiria jahannam inaanza kufunguliwa. Na baba siku nyingine yeye ndo mwanzilishi. Kwa hiyo hizi zinakwenda kuathiri tena na tena mpaka watoto wanapata kwamba jawi iliyokuwa nzuri zaidi sio nyumbani, bora atoke. Sasa akitoka kule, kuna wazazi wengine wanamsubiri, kuna walimu wengine wanamsubiri, na vile vinavyokuwa kule ndivyo vinavyomfanya kumbe huku napata peace of mind kuliko nikienda nyumbani. Pale ndiyo mwanzo sasa wa kuharibika. Jambo la tatu ambalo tunaondokea nalo leo, nasema ni halatu talaqi wa ma yusahibuha min faqrin wa tasharrudin wa dhayaa. Yani sababu moja katika asbab za kuwafanya watoto waharibikiwe katika maadili ni zile hali za talaka zinavyotolewa na kile kinachokuja baada ya talaka na vile vinavyosababishwa na maisha baada ya talaka kwa mume au mke. Kuna mambo pale yanatokea mengi sana, mengi mno. Talaka, ndugu zangu, ni nyingi mno katika society yetu, na ukienda pahala popote ukiuliza katika ima ofisi ya kadhi au ofisi ya mufti, basi utakuta kuna mafaili chungu nzima, na kila kesi ikichambuliwa, ikitajwa, inamshinda mwenzake. Hizi talaka zimekwisha kuwashinda mpaka wale makadhi na majaji, namna ambavyo zimekuwa complicated. Wengine wanazitaka wenyewe wanawake, wengine wanapewa kwa dhulma na jeuri na udwan, wengine ni mambo ambayo hayaelezeki katika talaka. Inabidi kadhi azivunje ndoa kutokana na hali moja mpaka nyingine. Zinakuja kwa style tofauti tofauti. Baada ya talaka, victim wakubwa au bahia, waathirika yani wakubwa, ni watoto. Ndio maana niliwahi kuambia, ukitaka kumwacha mke, pamoja na yote ambayo yanakufanya utoe talaka, basi kabla ya kumwacha fikiria haya mambo. Kwanza fikiria, na wewe mwanamke pia, kama maana wanawake ndo mstari wa mbele wao katika kuomba talaka. Mimi siwezi tena kuishi na wewe, mimi nahisi bora uniache. Kwa sababu wanawake wengi wanafikiria, wengi wao walio katika ndoa wanafikiria pale katika ile ndoa ile wanadhalilika tu kwa mtu ambaye hajajua thamani yake. Kwa hiyo anajua mimi nikitoka hapa kuna wengi ambao wananihitaji na nitapata better life kuliko ya mwanamume huyu. Ndio fikra za wanawake wengi walio wengi, kwa sababu hususan ukiwa umeolewa, ndio chuo chako cha kwanza, hujawahi kuexperience maisha. Kila kukicha unamdharau yule mumeo, unaona bwana niache tu, kwa sababu kuna wanaume wengi wanakudanganya. Ukipita ukienda sokoni wanakusifia, wanakupa maneno mazuri ambayo mumeo hakupi, labda wanakuhonga vizawadi vidogo vidogo. Unaona huyu sasa kama siku zote ananipa maneno kama haya kuliko yule babu kule, akinioa huyu mimi si nitakuwa nimestarehe. Unasahau kwamba hata huyu babu huyu unayeomba talaka huyu
Siku za mwanzo hivyo hivyo alikuwa anatoa mashairi kila baada ya sekunde 2 anakupa. Zimepotea tu baada ya kuoana. Ndio wazungu sema nikah au zawaj maqbaratul hub. Yani love inapotea, nasema ile marriage ndo grave ya love. Ndio sema kwa sababu ya experience ya maisha ni yani ndoa ni kaburi la mapenzi. Ukishakuwa hujaolewa, mapenzi moto moto. Vijana hawa utaona hajatumwa hata zawadi anapeleka. Ikifika minasaba kama hii anapeleka futari, anapeleka nini. Sisemi yani kwamba ndo vitu vya kufanya, lakini unatumwa, hutumwi na mtu. Ukifika pale nyumbani kama hujaposa ile hujaoa, kama kuna watoto unawabeba beba, yani aonekane mchumba wake anapenda sana watoto, kumbe hupendi hata mtoto mmoja. Unajionyesha tu mbele ya watu, wanacheka kwa sababu ndio mambo yao vijana. Unakwenda pale umevaa sunglass nini, mtanashati, unanukia, lakini ukija ukiolewa wewe hata rollon utakuwa upaki, unanuka majasho kila wakati, unalala hivyo hivyo, hata miguu ukoshi, unanuka vumba hivyo hivyo, mnalala pamoja. Unaiharibu ile ndoa. Kumbe mkiwa pamoja ile ndio unatakiwa kila kitu kizidi kiwe kizuri. Sasa wanawake wengi wanafikiria mimi huyu akinioa tu, kama hakuna eda mingi kwa naolewa siku ya pili. Na wengine utajara hivyo hivyo akaolewa ndani ya eda. Lakini sasa unachosahau ni kwamba binadamu huwa kuna vitu vinamfanya anakuwa ahma. Kuna vitu vinakufanya unakuwa kipofu, huoni. Vipo vitu na vingi vimo katika ndoa. Kimoja kinachokufanya wewe kijana unakuwa kipofu ni ile yanasema tulil misas au tulul masis. Kukikamata kitu kwa muda mrefu. Unapokishika kitu kwa muda mrefu wanasema tulul misas yubalidul ihsas. Kukikamata kitu kwa muda kinakufanya mjinga na kukupoteza hisia. Sasa kama hii tissue nikikamata muda mrefu, mwisho utakuwa sijui kama nimekamata nini. Sasa mke si ndio maana umekaa naye sana. Unaona baada ya kukaa na mume sana au mke sana, unaona zile hisia zimeshapotea. Na inatokea inakuwa hivyo kwa sababu ni binadamu. Wakati ulikuwa ukionana na mke wako wewe baada ya harusi, kijana, ulikuwa unakutana naye mara ngapi? Kwa siku, sikwambii kwa wiki. Alafu day by day inapungua mpaka unakwenda kushtakiwa mara nyingine na mke wako. Mimi hanipi unyumba huyu, leo ni mwezi wa 10, mwaka huu unakaribia. Na ukiulizwa unasema ni kweli. Sasa imekuwaje? Tulil misas. Yale mazoea sasa yameshazoeana kila kitu. Unahisi kama tena unajilaumu, kwani mimi nilikuwa sioni mpaka nikamchagua mwanamke huyu? Hapana, ulikuwa unaona vizuri. Sasa kwa nini sasa namchukia sana? Na kinyume chake hivyo hivyo kwa wanawake. Ni kwamba mmekaa muda mrefu, ile ni ibilisi sasa anakuchochea kukuambia huyu hafai tena, tafuta mwingine. Huyu hafai tena, tafuta mwingine. Na kule wanakusubiri tu, wengi wapo wengi. Na kama ni mke mzuri huyo, ni mke bora, basi jitahidi uendelee kuwa na subra naye. Na kama ni mume bora huyo, mwanamke jitahidi uwe na subra naye. Kwa sababu mke bora, mke mzuri hawaji wengi, anakuwa mmoja tu mara nyingi katika life. Hawana taajud. Yani haiwi kwamba mimi katika wake zangu 3 nilioa wote walikuwa bora, mmoja tu. Basi kizidi 2. Ni bahati na mume vile vile. Kwa hiyo usijione kwamba huyu umemchoka ukaona utapata wengine. Pengine huyu ambaye ndo unamwacha huyu, anaondoka huyu, ndo best katika wale ambao ni wake zako. Wengine watakao kuja wote ni micharuko.
sasa huna habari. Kwa hiyo subra katika ndoa ni kitu kikubwa sana kabla ya talaka. Lakini wanawake ni wimbo wao. Tena nawaambia vijana, niache, utaniacha, utaitoa talaka. Hizi ni nyimbo za wanawake. Ni mambo ambayo hayatoki katika ndimi zao, na mara nyingine huwa ni style ya kukufanya wewe utaharak, utambue umuhimu wake. Wanawake wana staili nyingi za kutaka kujua anapendwa au hapendwi. Moja katika staili kubwa, utanipa talaka yangu. Sasa ukiambiwa hivyo usiseme hanijui mimi kama ndo alwatan. Basi alafu unamuuliza unataka ngapi? Na wanawake wakikutajia talaka wanakuambia ninataka zote. Hawakutajia eti moja, anakuambia zote, usibakishi hata moja. Na wewe sema sawa, unachukua kalamu unaandika, nimemwacha fulani talaka 3, si mke wangu. Yule anakwenda kwao, wewe unabakia, au yeye anabaki, wewe unakwenda kwenu. Maana wanaume wengine ndio wanawekwa katika nyumba, inabidi utokewe na begi lako. Baada ya wiki au wiki mbili una realize kwamba ulikosea. Sasa utaenda kwa nani akurekebishia hayo mambo? Mimi ni mmoja katika watu ambao wameshapata kesi nyingi za talaka 3. Na sijui kwa nini watu wanakuja kwangu nafikiri mimi ndo kadhi wao, au mimi nashangaa. Kuna bwana mmoja anasema mimi nimeambiwa na mashekhi kwamba talaka 3 ni moja tu. Kwa hiyo mimi nakwenda na msimamo huu. Unakwenda na msimamo huo, huyo shekhe yeye ni kadhi au ni mufti? Na wewe ulipokuwa unaulizwa pale unataka ngapi ukajibu, ulikuwa hujui kama hii hali itafika? Wewe mwanamume anataka awe wise, awe dhaki kuliko mwanamke, asiendekeze. Wanahitaji vijana zile lugha za kutisha. Vijana mnahitaji zile lugha za kumtisha mtu. Sasa mnajifanya mjui lugha za mitaani au Mirza? Mikwala. Ile mikwala ile ya kina mama msiendekeze. Zile nataka kuona, je, yuko vipi katika, je kweli unampenda? Bwana mimi siwezi kukuacha. Mimi najua kuoa tu, sijui kuacha. Kuna wengine wanatumia lugha hizo. Mimi siwezi kuishi bila wewe. Mimi haiwezekani. Sasa akijua kwamba wewe huwezi kumwacha, basi kidogo anajua kwamba huyu ananipenda. Lakini niache, hajamaliza hata ile anasema talaka si mke wangu. Usifanye hayo. Na kunasihi kijana, chukua hizi taratibu kabla ya kumwacha. Kwanza fikiria hili jambo la kwanza. Kweli humpendi tena huyu? Kweli hakuna mapenzi kati yako wewe na yeye? Hii talaka hiyo, kiona wake anakuletea mpaka karatasi na kalamu anakuwekea. Na wengine upitiliza mpaka wakakuandikia. Sasa kama hujui kuandika, mimi nakuandikia, wewe tia saini tu, ikubali tu hiyo talaka. Akakuandikia leo tarehe 10 na ngapi, mimi fulani bin fulani nimemwacha mke wangu, fulana binti fulani si mke wangu, talaka 3. Tia saini hapo. Wewe umerahisishiwa kazi. Wewe kazi yako ni kutia saini. Wanawake wanayaweza hayo. Talaka kwao ni kitu cha kawaida kukitaja, bali wanasema mmoja katika watu waliohudumu katika qadha au qudha, watu makadhi, huyu bwana anasema siku moja alipokea kesi ya ajabu. Anasema watu wawili walikuja kwa ajili wasaidiwe kisheria waachane talaka. Anasema nilivyowatizama ni wazee wameshavuka 60 na kuendelea, lakini wamekuja kuachana. Sasa nikawauliza, sasa muda wote nyinyi mmeishi alhamdulillah, jua tena hapa limeshakuchwa, mnaachana nini? Si muendelee tu malize maisha yenu.
Anasema tatizo sisi tulishaagana zamani, mimi na mke wangu, wiki ya kwanza tu baada ya kuoana tuligundua kwamba mimi na yeye hatuwezani. Tulishaliona hilo zamani, lakini kwa sababu ilikuwa tayari tumeshaoana, tukawa tuna agreement kwamba hawa watoto ambao tutakaopata, tukijaliwa kupata watoto, tuwaozeshe. Tukishamaliza kumwozesha mtoto wa mwisho katika watoto wetu, sasa tuachane, kila mmoja aende zake kwao. Angalia staili yao ya kutaka kwa, lakini talaka iwepo. Sasa anasema wiki iliyopita tumemwozesha mtoto wetu wa mwisho, kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya talaka, na mke wangu yuko radhi kwa hilo, na sote tulikubaliana. Mtu anakaa zaidi ya miaka 40 anasubiri siku ya kwenda yani hakuna hata siku alo change mind huyu mwanamke. At least akamwambia mumewe, mzee, tumeshakaa muda mrefu, basi nimeshasahau. Hapana, talaka lazima itoke, tushamwozesha mtoto wa mwisho, amekwisha. Yani wanawake wana subra, lakini katika mambo wanayoyahitaji. Vituko ni kwamba watu wanaweza wakaachana mpaka wakiwa wazee. Sasa ikiwa katika talaka kutatokezea mama ameshaachwa, kule anakokwenda hana tena maisha, hana kazi, au baba watoto akabaki nao yeye, lakini naye vile vile akapata tabu na msongo wa mawazo, akawa hawezi kuwalea watoto vizuri kimaadili, au mama yule mwenye watoto akaolewa na mume mwingine, lakini mume akamwambia, uje wewe tu, hivyo vipaka vyako viache huko huko, mimi nimekuoa wewe tu, sitaki kulea mtoto wa mtu. Yani hapa kuna mambo mengi yanatokea. Mwisho wa siku dhahiyatul kubra inakuwa ni vile vitoto vilivyozaliwa vinaanza kupotea pale. Sasa haviko kwa baba wala haviko kwa mama, vikibaki kwa mmoja, hawezi kuwalea, hawezi kuhakikishia maadili mema na akhlaq njema. Baya inaanza pale. Kwa hiyo jifikirie kwamba kweli kabla sijamwacha huyu simpendi kweli. Mara nyingine jipe hata likizo, au mpe likizo mke wako, mwambie nenda nyumbani kapumzike kwa muda wa mwezi, ujipime, jipe mitihani moja kwa moja katika kuangalia, mimi siwezi tena kuishi na huyu, kwa sababu ni wengi wanaovunja misikiti alafu wakajenga makanisa. Kwa Kiswahili hicho wanatumia sana watu wengi, wanaachana alafu wanaendeleza mahusiano nje ya ndoa. Sasa kitu ambacho unatakiwa ukifanye kabla ya kutoa talaka, hili swala kwanza jiulize, simtaki tena? Ujiridhishe kwamba simtaki tena. Pili, jiulize familia yao pia, mama yake, yani mamkwe wako, baba yake, ndugu zake, kweli yale mahusiano yetu yamekwisha pia kama yalivyokwisha mimi na yeye? Sasa mwingine unaachana na mke, lakini ile familia namna mlivyoishi nao hamwezi kuachana. Wale watu wa kwao hamwezi kuachana. Mapenzi yenu na mwingiliano wenu yote ile hamwezi kuachana. Hata ukiachana na mke au hata ukiachana na mume, sasa inakuwa ni ndugu tayari, nyinyi mshakuwa ndugu. Sasa zile consequences ambazo zitakuja baada ya pale, angalia vizuri, je, haya pia yamekwisha? Kwa sababu wakati mwingine mtu huachana na mke akalazimika kufuta udugu wote kutoka kwa mke na watu wake, hataki kumuona mtu yoyote katika watu wake. Sasa wewe ulimwacha yule mke au umewaacha hao watu wote? Mimi lilokuwa linanikusanya mimi na wao ni yule mke, sasa hivi sinaye tena mtoto wao, sihusiani nao tena kitu chochote. Tena baada ya kwamba umekatika, kunakuwa na ugomvi zaidi, za watu wanagombana, ni maadui sasa, badala ya kwamba walikuwa ni marafiki, ni watu wema, ni watu wazuri, uhusiano mzuri. Kwa hiyo fikiria na familia yake pia kabla ya kumpa talaka. Kuna mama wako wengine
wanawapenda sana wakwe zao, hawawezi kuwakosa, hawawezi kuona kwamba limetokea jambo baya lolote. Haya yote ni maisha ambayo tunaishi. Kitu kingine ambacho natakiwa ufikirie ni kisha mimi mwacha huyu, tukiachana, hawa watoto sasa itakuwaje? Nani atakaye waangalia watoto vizuri? Sababu wengi wanaokulia katika maisha ya kwamba hakuna baba, hakuna mama, kuna athari fulani inawapiga na kuna mazingira fulani yanawapata ya kuwakuza katika mazingira ambayo ile umuhimu wa zi akhlaq na tabia za kimaumbile jibilia zinakosekana. Kama tulivyosema jana, unakosa hata baba wa kukuhag, mama wa kukuhag, mama wa kukupa ile hanani na rahma ambayo yuko kwa wazee. Hizi zote zinapatikana. Usifikiri mtoto anapokuwa ananyonyeshwa ziwa na mama yake huwa ananyonya maziwa tu. Kuna vitu vingi anavipata anapowekwa kifuani na mama yake, mbali na maziwa. Sasa kuna watoto maskini wanazaliwa hawanyonyeshwi kabisa, wananyonya maziwa ya mbuzi na ng'ombe. Na pengine ile kisa cha talaka kiwe ndo sababu, mimi unipe bwana mtoto wangu, mimi mwenyewe nitatafuta watu wa kumnyonyesha. Unamchukua baba unaenda naye, siwezi kumwachia mtu. Sio maziwa tu anapata mtoto kwa mama. Ulama wanasema anapata radhaa ya laban na hanan. Hanan ile huruma, saada fulani kutoka katika kifua cha mama inapatikana. Ndio maana unamwona mtoto akinyonya ziwa la mamake ametulia na enjoy, anaburudika, anamtizama mama yake kwa upendo, si maziwa peke yake anapata. Sasa wewe unapomchukua ni kitoto kimezaliwa kwa sababu tu umeshamwacha mamake, nisikuachii mtoto wangu bwana ukawarithisha tabia zako, unamchukua unamtafutia mnyonyeshaji, ananyonyeshwa kwingine au anakula maziwa ya kopo, bado anakosa baadhi ya vitu muhimu sana. Kwa hiyo wafikirie watoto kabla ya kutoa red card. Wafikirie watoto wako, ukuzi wao, maisha yao kabla ya kuachana wewe na mke wako. Jambo la tatu, fikiria wewe mwenyewe na mfikirie huyo mwenzako ambaye mmeshare takriban kila kitu katika maisha yenu. Ile tabu ambayo imekufanyeni nyinyi muachane, ifikirie hiyo. Alafu ifikirie ile tabu ambayo itapatikana baada ya kuachana. Yaani kama unapima hivi madhara ya kuendelea na mke ambaye nimeona nimpe talaka kwa sababu hii, na madhara ambayo nayaona yatakuja baada ya kumpa talaka mwanamke huyu. Haya madhara mawili haya, ni yepi madhara makubwa kumshinda mwenzake? Yaani unapima vitu viwili kati ya hivi ndani ya maisha yenu ya ndoa na baada ya talaka yenu mtakayotoa, kipi kina madhara makubwa zaidi? Kilichokuwa na madhara makubwa zaidi kiepuke, kilichokuwa na madhara madogo kifanye. Yaani ikiwa mambo mawili haya lazima uchague moja, wewe kijana usikurupuke. Kwanza fikiria, mimi naona kuendelea kuishi naye huyu ni madhara makubwa mno kwangu. Na makubwa yenyewe ni vipi? Toa mfano tuone. Lakini pia sio madhara makubwa kuendelea kuishi naye hivi, nitavumilia mimi kumwacha aende akaolewe kwengine, au mimi nikatafute mke mwingine yeye nimpe talaka. Ndio madhara makubwa kwake yeye, kwangu mimi, kwa watoto, kwa familia zetu. Na hisi yale madhara makubwa na yaepuka, yale madhara madogo ndo nitayafanya. Sasa madhara madogo ni yale kuendelea kuishi. Unasimangwa wewe, sasa basi inna Allah ma'a sabirin. Wewe mwanamume makanzu tu, una hela, una chochote, inshallah siku moja nitapata hela. Wewe unavumilia kwa staili yako. Watu rafiki zako sasa, bwana wewe una moyo kweli kweli. Niombeeni dua. Ukimwona mtu anavumilia masaibu na vitimbi vya wanawake, huyo amefaulu. Si kila mtu anaviweza, si kila mtu. Wewe vumilia, endelea kuvumilia mpaka siku ambayo Mwenyezi Mungu mmoja wenu atamختari, ataondoka katika hii dunia.
kwa sababu kila mwenye kusubiri ana fungu lake, kuliko kuondoka kwenda kuchukua madhara makubwa ukajitwika nayo wewe. Unaweza ukatoka katika ndoa hii ukamleta mwingine, wazungu wanasema from the frying pan to the fire, yani unatoka kwenye kikaangio unadondokea kwenye mkaa wenyewe sasa. Na unajuaje huko unakuwa? Unajuaje yule unayemleta atakuwa bora kuliko huyu anayekwenda? Mume huyu unayemwomba talaka, unajuaje kwamba si bora yule atakayekwenda kukua baadaye? Kwa hiyo ni mambo ya kuvumiliana, hususan ikiwa tatizo lenyewe ni matatizo ya kawaida ya pale nyumbani, watu wawe na subra. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa pia nyumbani kwake kuna misukosuko. Ikiwa yeye alipata misukosuko bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi na wewe ni nani tusipate misukosuko katika nyumba zetu? Mtume alikuwa wanawake mbele yake wanaweza wakasema maneno yakamudhi, yakamkera bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaweza mtu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bado unamtaja tu Khadija. Khadija kilikuwa kizere, mtu mzima ambaye midomo yake imeshabadilika rangi kwa sababu ya uzee wake. Anaambiwa mkewe ambaye anasema ruziqtu hubbaha, Mungu mimi ameniruzuku mapenzi yake, yani nampenda sana Khadija. Bibi Aisha anakasirika. Siku nyingine sahani inaletwa chakula inapigwa, inavunjika, vyakula vinatawanyika. Mtume hili linafanyika mbele ya wageni wake na wageni wanaona. Sasa wewe alai ishawahi kukufikia hii hata siku moja? Sheikh Rashid, wewe ushawahi kuvunjiwa? Bado. Nani hapa anayeweza kutoa ushuhuda kwamba chakula kimetoka kwa mke mdogo kikaja kwa mke mkubwa, wakati kuna wageni, mke mkubwa akakipiga ngumi, sahani kavunjika vipande, alafu yeye yuko pale asifanye kitu chochote? Nani katika nyinyi hapa msikitini pamoja na mimi hapa khatibu wenu, nani ambaye lishatokea hili katika nyumba yake? Alokuwepo anyoshe mkono. Hamna. Basi tu unaambiwa unanuka jasho, unakasiri. Na kweli unanuka jasho kwa sababu hutaki kujitia manukato. Nenda kaoge. Ndio umeniona mimi mchafu. Kweli hujakoga, wewe umetoka marikiti, umetoka huko kuvurugana na watu, alafu unakuja unatakiwa ukija pale umbusu mke wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Bibi Aisha anasema kana Rasulullah idha dakhala baitahu badaa bisiwak. Mtume alikuwa akiingia nyumbani kwake, kabla hajaingia alikuwa anaanza kupiga mswaki. Kwa nini anapiga mswaki? Kwa sababu atabusiana na wake zake. Bali anasema wakana yuqabbiluni wa huwa saim, alikuwa kinibusu na yeye amefunga, japo hii ni special case. Lakini pia kuonyesha wazi kwamba kuna vitu vile ambavyo vinakutana mtu na mkewe, usafi unahitajika. Sasa akikulaumu katika baadhi ya mambo, usiwe na hasira ukachukulia nini, anakufundisha. Na kuna wengine wanakuwa hawawezi kusema. Unajua mtu na mke wake kuna vitu vingine anaona tabu kumwambia. Sasa sisi waume wenzako tunakuambia, jitahidi mdomo wako uwe unausugua meno, kinywa cha meno ni muhimu. Inawezekana mke wako anakuchukia wewe, kila siku una search sababu mpaka kwenye Google upate sababu, kwa nini mimi nampa kila kitu huyu ananichukia, lakini hakuambii. Na wanawake wengi wana tabia hiyo, hawasemi. Lakini anaweza akaenda akamwambia, bwana mwambie rafiki yako nini ana tabia hii sio nzuri. Kuna tabia zinafanya mtu anakuwa na tanafur, badala ya kumkimbilia mtu unamkimbia. Mmoja ni hizi tabia ndogo ndogo za usafi wa kinywa, mwili wako, namna unavyoishi naye. Zile ni vitu vidogo lakini vinaweza vikawa vitu vikubwa. Na ukirekebisha tu unaweza ukaona sasa, mbona siku hizi mke wangu ananipenda sana, sio kama zamani. Kwa sababu umesoma darsa, umefahamu darsa.
Sasa hivi umeandaa kila kitu, usafi, unaona mambo yamebadilika. Lakini isije ikawa ndo sababu ya talaka, ikawa ni sababu ya kuachana. Hivi vitu ni muhimu sana kabla ya talaka uvijue. Kwa hiyo moja katika sababu za watoto kuharibikiwa katika maadili, halatu talaq, ni zile hali za talaka, wama yataaqabuha min alfaqri watamarrudi au wadhaya, talaka na yanayoambatana na talaka, na hii ni kwa wingi sana. Hapo katikati mtoto anajipata katika dhayaun tam, huku na huku anakokwenda kote anaharibikiwa, maadili yanabadilika, anapotoka na kwa mtoto tu, yupo tu. Kwa hiyo heshimu kifungo cha ndoa na linda heshima ya ndoa. Angalia talaka isije ikatoka bure bila ya maana wala sababu za msingi. Ya mwisho kwa leo anasema alfaragh wa ma yatahakkamu, zile faragha zinazopatikana kwa watoto na inavyofanya ile faragha kwa watoto, al-atfal wal murahiqin. Al-faragh, namna ya watoto wetu kutostafidi kutokamana na zile faragha ambazo wanazipata, na namna ya wazee ambao hawana kabisa umuhimu wa kuziangalia faragha za watoto wao zinawafaa vipi. Kwa sababu ndugu zangu, niaminini, baadhi ya maharibiko ya tabia za watoto wetu zinatokana na faragha zao, zinatokana na zile nafasi ambazo tunawapa zile, au zile ambazo hata hatukuwapa lakini wamezipata faragha fulani. Anakaa faragha kwa sababu kuna baadhi ya faragha tunawatengezea. Unajua watoto lazima wacheze, wapate kucheza. Sasa hata huko kucheza sisi tunatakiwa tuwaandalie. Ndio maana utakuta kuna baadhi ya kesi serikali nasema hapa kwa ajili ya kucheza watoto, hata mtaani hapa msijenge, huu ni uwanja wa watoto kucheza. Lazima watoto tuwapanyie faragha na tuwapangie faragha, wacheze football, wacheze netball, wacheze tennis, wacheze riadha mbalimbali, waende huko wakirudi, iwalee kiakili na mwili. Lazima sio tu tunawalea kiroho, lakini kimwili na mambo mengine ya maadili tunawapana. Lazima hizi faragha pia wazipate. Kwa hiyo hakikisha kuna baadhi ya faragha zinamjenga mtoto akili, zinamjenga mtoto kimwili. Hizi ni muhimu, na ili tuwapate vizuri watoto wetu, tuwatengezee faragha zenye maana na faida kwao, kwa sababu tusiwaletea faragha, watoto watajitafutia wenyewe faragha. Sasa hapo akijitafutia sasa, sababu wewe umekataa kumwekea kiwanja cha mpira japo nyumbani, umekataa kumwekea kiwanja cha netball, cha volleyball, cha basketball, cha tennis. Niaminini ndugu zangu, haya ninayozungumza, huu msikiti nilishatoa maoni yangu kwamba unaona hapa kwa Mchina kulikuwa na ardhi ambayo imejengwa majumba haya, watoto wanacheza. Nimeshawa convince baadhi ya matajiri kwamba njoni tujenge kiwanja pale. Zamani hata kabla Mheshimiwa Rais hajajenga hivi viwanja tunavyoona, tujenge kiwanja pale cha mpira, rate kingekuwa karibu na msikiti, ili tuwavute vijana waje kucheza mpira pale. Tukimaliza mpira tunakuja kuswali. Tuwavute kimchezo, tuwaandalie mazingira mazuri. Kiwanja kile cha watu 7 huku watu 7 kidogo tu, lakini kina maana. Pia tutapata pesa, tutega uchumi. Pia hapa katika sehemu hizi zote nikasema tutengeze angalau basketball kiwanja, lakini mimi sina pesa. Ningekuwa na pesa, hivi vitu vyote ninavyovitaja hivi basi ningekuwa nimeshavifanya zamani, na vingi. Hapa kuna ofisi sasa hivi wamekodi ya watu. Hii ofisi
nilitaka tuifanye maktaba, library kubwa ya vitabu vyote vingi, vijana waje wajisomee. Nilitaka hapa kuwe angalau kuna uwanja wa basketball, watoto wanacheza, wanaopenda basketball, wanaopenda, tunawalea watoto. Lakini baadhi ya watu ukiwapa fikra, nasema huyu anaonekana apate mshahara mzuri pale msikitini, sasa anataka kutuibia hela zetu. Wewe uliona wapi shekhe anaanza kufikiria mambo ya mpira? Wewe kazi yako kusalisha pale, sali. Lakini mimi nawafikiria watoto wanacheza. Mimi watoto wangu wote wa kiume wanacheza mpira mpaka leo. Kama wanamjua, kuna mtoto wangu mmoja wa kiume hapa Zanzibar, Hasanain anaitwa, ni skora mzuri kama mimi baba yake nilivyokuwa zamani. Huyu yupo hapa kaja darasa. Huyu hapa. Huyu mtoto wangu anacheza namba ngapi? Midfielder. Namba nzito sana anacheza. Sasa kama watoto hawakucheza, hawapati ukakamavu, hawapati kuwa physically fit. Akili wanasema al-aqlu salim fil jismi salim. Akili iliyosalimika inaishi katika mwili uliosalimika, mwili uliosalama na akili iwe salama. Sasa tusipowatengezea hivyo viwanja, wanavyo viwanja vyao watatafuta. Ukiona mtoto amefika age kama hizi za watoto miaka 15, 17, ujue kuna vitu vingi ameshajaribu. Kama amenusurika, basi amepata sehemu ya kushughulisha nafsi yake, kwa sababu glasi hii usipoijaza kitu itajaa upepo tu, na maindi zao tusipozishughulisha kwa vitu vya kheri vitashughulishwa kwa vitu vya shari. Sasa katika hivyo viwanja ndo watoto wengi huanza kupotea, watoto wengi huanza kupata mambo asiyokuwa na maana. Kwa hiyo zile faragha zao zile ni lazima tuzisome, tuzidurusu. Wanapata faida gani? Hata PlayStation ambazo tunawanunulia, games ambazo wanacheza, television wanazotizama, anwaa za barnamiji zote katika internet, lazima tuwe tuna follow up, tunaangalia wanafaidikaje na waathiriwi na kitu kivipi, kwa sababu sisi wazee wao tushapitia mambo mengi. Ile kupitia mambo mengi ndo kujifunza. Sasa hatutaki watoto wetu nao wapite katika zile sehemu za hatari mbaya ambazo pengine sisi tulipita. Ndio maana tunayasema haya ni muhimu sana upate kufahamu kwa nini tunayazungumza, sababu hatutaki watoto wakosee kama tulivyokosea sisi wazee wao. Na kama wewe hujakosea bado, hatutaki ukosee kama tulivyokosea sisi. Ndio maana tunaambizana na tunanasihiana nasaha kama hizi ili kujenga bright future ya kizazi na vizazi vyetu. Kwa hiyo hii point yetu ya mwisho hii tuibakishe hapa. Kesho inshallah tutaanza kuendelea na zilizobaki. Nafikiri zinaweza zikafika 10 au 11, asbabul inhiraf lada au inda al-atfali wal auladi washabab. Sababu za kuharibikiwa maadili kwa watoto ni hizi hapa. Ya kwanza ufukara, twende pamoja. Ya kwanza, ya pili migogoro, ya tatu talaka na yanayosuhubiana na mambo ya talaka, ya nne faragha zinazotokana na sisi kuwaandalia au kujiandalia wenyewe watoto. Inshallah njoni kesho tupate kuendelea na ya tano ya miongoni mwa hizi. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو.